vijana wamekuwa wakipata tabu sana ya kupata elimu. Watoto wa kike wengine wa maeneo haya karibu wamelazimika hapa kutumia bodaboda, kutumia bajaji, wengine kwenye daladala, wengine kutembea kwa miguu kwenda shule za jirani kusoma. Na hivyo imekuwa ni hatari hasa kwa watoto wetu wa kike. Na tunafahamu sasa hivi ukatili wa kijinsia hasa kwa watoto uko mwingi. Lakini tunashukuru sana manispaa ya Kinondoni, mstahiki meya na madiwani. Walisimama kidete wakasema hapa tunataka tujenge shule. Na kwa kweli wameendelea kusimama na hiyo adhima. Wameleta hela shilingi bilioni 1 na milioni 300 na lengo ni kutumia bilioni 3.4 hivi kukamilisha hiyo. Kwa kweli binafsi ninaishukuru na kuipongeza sana manispaa kwa jitihada hizi. Ni shule ya mfano, na hapa hapajakuwa na shule, japokuwa watoto walikuwa wanapata elimu maeneo mengine, lakini hii imeenda kuwa ni suluhisho la shida ya watoto kwenda kusoma maeneo mengine. Na hivyo taaluma katika manispaa yetu inafanya vizuri. Kutokana na miradi kama huu sasa, elimu itaendelea kuwa ni kinara katika manispaa yetu ya Kinondoni. Na hii ni mfano tu, ni maeneo mengi wamejenga. Leo tumeona tuwalete hapa Tandale. Lakini ukienda Makumbusho, ukienda Boko, ukienda Tegeta, ni mashule ya namna hii manispaa yameendelea kujenga kwa hapa kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Kwa hiyo mstahiki meya, hongera sana pamoja na madiwani. Lakini tukushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, maana umeendelea kusimamia kuhakikisha ilani inatekelezwa. Na katika hili mimi nikiwa pia mwana CCM na ni mjumbe wa kamati ya siasa, najivunia utekelezaji huu mkubwa wa ilani. Kwa mhandisi na timu yako yote hongereni, na mkandarasi amefanya kazi mzuri kwenye ujenzi huu na ni mategemeo basi, na kwa kuwa imeingizwa kwenye bajeti inayokuja ya 25-26, basi tuende sasa kwenye hizi hatua zingine zilizobaki, gorofa hizo 2 za juu zilizobaki. Na hapa Tandale mheshimiwa mwenyekiti, watoto ni wengi. Wakati tunaanza hapa kufikiria, mstahiki alisema mheshimiwa DC kuna wanafunzi wengi sana hapa. Mimi sikuwa nimeiamini, lakini tulipoingiza form 1 hapa ni wanafunzi 558 hivi walipatikana na kuingia hapa. Kwa hiyo madarasa haya 21 yataenda kuboresha elimu na yatahakikisha watoto wote wataingia hapa darasani. Kwa hiyo tukushukuru sana wewe na timu yako yote kuja hapa, na ikiwa ni usimamizi na kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama chetu cha Mapinduzi, na sisi tutaendelea kuisimamia manispaa na taasisi zingine kuhakikisha kwamba ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo mama yetu na kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan anatusisitiza kuhakikisha tunasimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hapa mheshimiwa mwenyekiti ni mfano mzuri wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Sawa, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama wilaya hii ya Kinondoni, mstahiki meya, kaimu mkurugenzi na wataalamu wote, binafsi nina furaha kubwa kuona kilio cha wananchi, malalamiko na kikwazo cha wananchi sasa hivi kupitia manispaa ya Kinondoni kimeondolewa. Mara ya mwanzo niliitwa kwenye eneo hili mwaka 2023 tulipokuwa na mvua nyingi. Nilikuta watu wengi hapa wanashindwa kupita. Na waliokuwa wanajaribu kupita walikuwa wanakumbana na ukinzani mkubwa wa haya maji. Kwa hiyo ilikuwa ni tatizo hapa kwa sisi wana Kinondoni na wenzetu wananchi wa wilaya hii ya Ubungo, kwa maana namna mzuri ya kupita. Lakini furaha kubwa kuona kwa shilingi milioni 198 mapato ndani ya halmashauri yetu ya Kinondoni zimetumika kujenga hichi kivuko cha kisasa kabisa ambacho kinaokoa maisha, kinarahisisha usafiri kwa watu hapo, lakini pia na huduma mbalimbali. Kwa hiyo kongole sana kwa mstahiki pamoja na mkurugenzi na timu yake kwa kazi nzuri, kwa sababu tulifanya tafiti hapo, zaidi ya kaya 5500 za wilaya ya Ubungo na wilaya ya Kinondoni zinatumia daraja hili. Kwa hiyo ni kaya nyingi. Tatizo hilo lilokuwa nalo limeenda kuondoleka. Na hii ilikuwa ni maelekezo mahususi ya Chama chetu cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni kwamba tuweke hapa daraja. Nilipokuwa nimefika tu, mheshimiwa mwenyekiti, maagizo ya chama wilaya ya Kinondoni ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama chetu cha Mapinduzi kwenye daraja hili kwa wananchi hawa zaidi ya kaya 5500 limetimia kama ambavyo umeweza kujionea hapa. Kongole kwa mheshimiwa rais, kongole kwa manispaa, na kazi iendelee. Hili limepewa jina la Saadi Mtambule. Limepewa jina hilo
la Saadi Mtambule, jina la mkuu wetu wa wilaya, kuenzi kazi nzuri ya kuisimamia halmashauri, lakini pia kusukuma daraja hili liweze kujengwa. Kama alivyosema mchumi, limesaidia kuwaunganisha wananchi wa pande hizi mbili. Ina maana bila daraja hili wasingeweza kuvuka. Kwa hiyo limekuja kusaidia wananchi, lakini pia limeboresha uchumi, kwa sababu wananchi hawa ni wafanyakazi, wengine ni wafanyabiashara. Kwa hiyo ni lazima wawe na access ya kwenda na kurudi. Lakini kikubwa zaidi ni matumizi bora ya mapato yetu ya ndani. Hizo milioni 196 ni fedha ambazo zimetokana na makusanyo yetu wenyewe. Kwa hiyo tukiendelea kukusanya mapato yetu wenyewe, tunaweza tukatekeleza miradi mingi ya maendeleo inayolenga kuwasaidia wananchi, na hivyo kutekeleza vilivyo ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nimeona niliseme hilo ili uweze kujua kwamba halmashauri yako imekuwa ikitenda vema kwenye makusanyo, lakini vile vile katika utekelezaji wa miradi, ikiwa ile inayotokana pia na mapato yetu ya ndani. Uwekezaji mkubwa kabisa wa pesa za serikali unafanywa hapa. Tumeambiwa zimewekwa bilioni 1.3, lakini makadirio ni bilioni 3.4. Mnaweza mkajionea ni pesa nyingi za serikali zinawekwa hapa kwa ajili ya kutafuta elimu ya watoto wetu. Kwa sisi tunaishukuru sana halmashauri, kwa sababu mimi natambua ujenzi wa shule hii na ujua kuanzia mwanzo. Kwa hiyo natambua jitihada za mstahiki meya na mkurugenzi wake katika kutafuta shule ya sekondari kwenye eneo hili. Na mstahiki meya alishirikisha kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilaya Kinondoni, tulikuja kukagua kabla hata ya ujenzi. Kwa hiyo lazima nimsifu sana kwa jitihada hizi, na leo tumeona matunda. Ni jengo zuri sana, na kupitia ushawishi ule wa mstahiki meya na halmashauri ukapelekea serikali kuu ilete pesa nyingi. Kwa hiyo tunamshukuru yeye, tunashukuru serikali kuu kwa kuona umuhimu wa watu wa Tandale kuwa na sekondari yao. Tandale palikuwa na shule za msingi 4, lakini hapakuwahi kuwa na shule ya sekondari. Leo tunashuhudia sasa watoto wa Tandale, kama alivyosema Mheshimiwa DC, wanasoma kwenye shule ambayo ipo ndani ya kata. Kwa haya ni mapinduzi makubwa ya kielimu kwenye wilaya yetu, na sisi kiujumla tunasema ni jambo jema. Jina langu naitwa Engineer Margaret Kesi kutoka TARURA Kinondoni. Mwajiri wa mradi huu ni mkurugenzi wa manispaa Kinondoni kupitia bajeti ya mapato ya ndani on source. Na mhandisi mshauri na msimamizi ni meneja wa wilaya TARURA Kinondoni. Mkandarasi aliyehusika kujenga ili box culvert ni Safeline Builders Limited. Mradi huu ulianza tarehe 14 mwezi wa 10 2024 na ulikamilika tarehe 14 mwezi wa 12 2024. Mradi huu kwa miezi mitatu. Mradi huu mpaka sasa umekamilika. Gharama za mradi huu ulikuwa ni shilingi milioni 196, na mpaka sasa malipo yaliyofanyika ni milioni 196,000. Manufaa mradi huu iliweza kusaidia kuunganisha kipande cha kudumu katika pande zote mbili bila kuathiri msimu wa mvua, hivyo itasaidia usafiri pande zote mbili. Imesaidia mto kupita katika njia yake ya asili bila kuathiri makazi ya watu, na pia imesaidia usalama wa kuvuka umeimarishwa.